Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nakushukuru kwa kunipa nafasi jioni hii nikaweza kuchangia hotuba hii ya bajeti ya ofisi ya makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunijalia siku ya leo nikaweza kusimama hapa katika bunge letu hili tukufu la 13. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi leo nianze kwanza kwa pongezi. Nimpongeze sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Nimpongeze kwa namna anavyoendelea kutuongoza wananchi wake, lakini kwa namna anavyoendelea kutambulika katika nchi yetu kitaifa na kimataifa duniani. Hongera sana Mama Samia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kumpongeza pia makamu wetu wa Rais, Mheshimiwa Nchimbi. Lakini pia nimpongeze sana waziri wetu mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Tunakupongeza sana. Kwa kweli waziri mkuu, unatutia moyo, unatutia nguvu kwa namna unavyoendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais wetu. Na hili ni fundisho kwamba na sisi wasaidizi wake tukaze buti, na tunakuahidi tutaendelea kuunga mkono jitihada hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana mwenyekiti wangu wa Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania, Mama Mary Chatanda. Na nina kila sababu ya kumshukuru kwa sababu amenilea vizuri, ametufunza vizuri wanawake. Leo tumeweza kusimama hapa kuweza kuchangia hotuba hii ya bajeti. Ni upendo wa kutulea vizuri wanawake sisi, tukaweza kuisemea mema serikali yetu ambayo yanayafanya. Na hatubahatishi Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunafanya kwenye kuchangia hotuba hii ya bajeti kutokana na kazi nzuri za Dr. Samia. Lazima wanawake tuwe mstari wa mbele na tutaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana waziri wangu kutoka ofisi ya makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Waziri Hamadi Masauni. Mheshimiwa Mwenyekiti, Waziri Masauni ni msikivu, lakini ni muelewa. Mimi ni mjumbe wa kamati hii, anatuongoza vizuri sana. Tunakwenda naye vizuri kwenye hii wizara. Amekuwa akichangia vizuri katika kuwasilisha hoja zake, na sisi tumeweza kuzichangia vizuri kusaidia serikali yetu. Hongera sana Mheshimiwa Waziri, na inshallah Mwenyezi Mungu atakusaidia kwenye hila kumsaidia Mama Samia. Unachokifanya ni haki yako kwa sababu unaitumikia nchi yako kwa utii, na wewe Mwenyezi Mungu atakusaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi leo mchango wangu utakuwa na mambo mawili. Moja, suala la muungano, lakini la pili suala la nishati safi na salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze mchango wangu kwenye jambo la nishati safi na salama. Nichukue nafasi hii nimpongeze sana Rais wetu Dr. Samia Suluhu kwa kuwa kinara lakini balozi namba 1 wa kutunza mazingira, lakini wa kuongoza vizuri nishati safi na salama nchini. Dr. Samia amekuwa wa mfano Mheshimiwa Mwenyekiti kwenye jambo hili. Na ndio maana sisi wajumbe wa kamati tumepata nguvu. Leo ni dhahiri nguvu zake zile za kuhakikisha kwamba nishati safi na salama inatumika kwenye nchi yetu. Leo wamekwenda kufaidika mama lishe na baba lishe kwenye nchi yetu hii. Lakini wajasiriamali walio wengi tayari wamenufaika na nishati safi na salama. Wameweza kujinyanyua katika hali zao za kiuchumi kutoka walipokuwa na sasa walipo. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa kweli Mheshimiwa Rais, unatuwakilisha vyema, unatuendesha vyema kwenye nchi yetu hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niendelee kusema nishati safi na salama kwenye nchi ni jambo muhimu. Na hili tutaendelea kusema kwamba ni pahala petu wananchi sote tuunge mkono jitihada hizi za Mheshimiwa Rais, lakini jitihada za waziri wetu anazifanya katika wizara yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajasiriamali wengi wakiwemo wanawake
walikuwa na afya mgogoro kwa kutotumia nishati safi na salama. Lakini Mama Samia amekwenda kuwa mkombozi. Leo wanauza biashara wakiwa wanang'ara, wakina mama wanameremeta, unaona raha kukinunua chakula chao. Hii ni jitihada ya Dr. Samia. Amemwezesha mwanamke wa Kitanzania, amemwezesha kijana wa Tanzania kufanya biashara zake katika hali ya afya njema, lakini katika hali ya usafi. Asante Mama Samia. Mheshimiwa Mwenyekiti, haikuwa rahisi. Watu walikuwa wakitumia matumizi ya kuni ndio aje afanye biashara zake, lakini watu walikuwa foleni hospitali kuharibika macho wanawake wenzetu. Leo Mama Samia akaenda kuwajengea uwezo, kawatoa alikokuwa. Tunakushukuru Dr. Samia, na wala hatuchoki kukushukuru kwa mazuri na mema unaendelea kutufanyia wananchi wako. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama hiyo haitoshi, kabla sijatoa ushauri wangu kwa serikali, naomba niseme kwamba nilizungumzie jambo la muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa zile kero ambazo umeweza kuziondosha. Zimebaki chache, 3 tu. Niseme kwamba hakuna jambo rahisi hata nyumbani kwako kuyamalizi yote kwa wakati mmoja. Itakuwa jambo la nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaendelea kuulinda muungano wetu, tutaendelea kuutetea muungano wetu kwa harama yoyote, kwa bei yoyote, hauvunjiki. Na tuna kila sababu Mheshimiwa Mwenyekiti ya kusema hivi. Ni Kariakoo, Dar es Salaam, tunaongozwa Zanzibar kwa biashara, tumeinvest, alafu ndio nitoa kwenye muungano? Haiwezekani. Mheshimiwa Mwenyekiti, muungano tutaendelea kuulinda kwa sababu ni tunu yetu tulioachiwa na wazee wetu wa sisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie kutoa ushauri kwa serikali yangu sikivu na tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna VETA kila wilaya katika nchi yetu. Sasa kama itapendeza kwa serikali yetu, ni vizuri vijana lakini na wanawake wenzetu kupatiwa ujuzi wa kuzalisha majiko sanifu. Haya Mheshimiwa Mwenyekiti, yatasaidia kuzalisha kipato kwao, lakini yataongeza kutoa fursa kiuchumi na kuondokana ile maisha tegemezi ya kusubiri ajira za serikali peke yake. Kama serikali yetu inavyotaka, inatoa fursa. Sasa ni wakati vijana kujiajiri na wanawake wenzetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, huo ulikuwa ni ushauri wangu, naomba kuunga mkono. Asante sana Mheshimiwa Assia Sharif Omar.